lakini Watanzania hapana. Kwa kweli baba, watu wanapata shida vijijini huko. Sema tu mzee. Yaani watu wanapata shida baba vijijini Lupembe, milima iko hivi. Ndio maana nimejaribu kutengeneza pampu ya hydrogen pump ambayo ilibuniwa na Mwingereza. Mwaka 1832. Inafanya kazi vizuri kabisa na vijijini wanaipata. Ikifollow mita moja, maji yatapanda juu mita 20. Kama mlima umepanda zaidi, ikifollow mita 2, maji yatapanda mita 40. Ikifollow mita 6, maji yatapanda mita 60. Kwa hiyo unapima kwamba kuna maporomoko ya mita 40, basi unaifunga ipambu. Yanakuja masaa 24. Na kwa saa moja inaweza kaleta lita 1000 mpaka 2500. Hawa watu wangu wala mtu wa maji hakuna kuja. Kwanza hawazijui hizi pambu, hawazijui kabisa. Nimekwenda Mbinga siku moja, wakasema bwana kuna pampu hii inatushinda. Nikajaribu kutengeneza, alileta baba wa taifa miaka ile hydra. Nikamwambia jamani tutengeneze hivi, nikawatengenezea ikafanya kazi nzuri, lakini hawajui kabisa kwamba kuna pampu kama hii. Wataalamu mpo? Maengineer. Hapa haihitaji integration na differential equations, ni brain. Unaweza ukakokotoa ukayajua yote, maprism, mahyperbola, parabola, yasikusaidie. Huyu mzee safi kabisa. Kwa hiyo maji hapa wanapata kijiji gani? Wa maji naye mwambie. Kijiji cha katibu mkuu wa maji na wataalamu wa maji nao kesho muende nao. Kijiji cha Ikang'asi Lupembe. Lupembe. Ndio. Kwa mbunge Yolam. Hata wakuja kukupongeza hakuna wa maji? Hamna. Ila watu wa Shipo ndio wananipongeza, waliniomba nifundishe vijana wao na nikawafundisha hii. Mzee usikate tamaa. Asante. Mungu yupo. Asante baba. Wewe na mwenzako ni zawadi tunayopewa na Mungu, lakini Watanzania hatujajitambua. Asante baba. Hai.